Taarifa katika vyombo vya habari zilikuwa zikipongeza namna ambavyo bidada Soha ameweza kujituma na kuweza kuitatua ile kesi ambayo ilikuwa na utata mwingi, lakini mkuu wake wa kituo alionekana kutokupenda kabisa namna ambavyo bidada ameweza kufanya, sijui ni kwa nini. Na huyu mkuu wa kituo alikuwaga ni rafiki wa karibu sana na babake na bidada Soha, na bidada Soha babake kabla hajaweza kufariki walikuwa na ushirikiano wa karibu sana, kiasi ambacho hata babake alipoweza kufariki basi bidada akaanza kulelewa na huyu mkuu wa kituo. Lakini bidada Soha ndoto yake kubwa ilikuja kuwa ni kuwa askari mpelelezi wa makosa makubwa sana, lakini kwa bahati mbaya kila akiombaga upande huo huyu mkuu wake wa kituo anakataa. Lakini ukiachana na wafande ambao bidada Soha anao, ila anampendaga sana mtoto wa mkuu wake wa kituo vibaya mno. Hasa huyu mkuu wa kituo anafahamika kama Chang'o, alikuwa ni rafiki wa karibu sana na babake Soha. Sasa hapa kati anaitazama picha ya pamoja wao, basi moja kwa moja akawa anakumbuka tukio moja la zamani kidogo. Siku hiyo ilikuwa ni nyakati za usiku, yeye akiwa ameambatana na babake Soha alikwenda kumpeleleza mtu mmoja ambaye anaaminika kwamba ni muuaji, na huyu jamaa inasemekana alikuwa na mashetani. Hasa huyu mkuu wa kituo pamoja na babake Soha walipambana sana na yule mtu, lakini aliwazidi nguvu. Dakika za mwishoni sana babu yake na Mwamba Chaoni, kumbuka kwamba alikuwa na dili na mambo ya mashetani sana, leo akaja kuwasaidia hawa maafande. Lakini katika namna ya ajabu sana kuna ripoti ikatoka kwamba baba yake na bidada Soha ameweza kufia eneo la tukio. Sasa haikueleweka kwa nini amefia eneo la tukio, kwamba alijeruhiwa na yule mtu mwenye mashetani, imebakia siri tu na hakuna ajuae. Huku upande wa pili Mwamba Chauni akiwa mbeba zawadi za kutosha tu, basi akawa anaelekea nyumbani kwa Mwamba Miniho, yule aliyekuwa amemwomba apeleke zawadi kwa mke wake. Basi aliweza kufikisha zile zawadi, na baada ya zile zawadi kufika tu, basi nafsi ya Mwamba Miniho ikaenda kupumzika kwa amani kwa kupotea kama maua. Hasa ule utabiri wa bibi aliyekuwa kule kijijini aliyesema kwamba Mwamba Chauni hatuweza kukimbia hatima yake ulianza kutimia. Leo akiwa yuko ofisini kwake alitembelewa na mwamba mmoja akiwa amevalia suti ya blue, na huyu jamaa yuko huru sana ofisini kwake, anatembea kama kwake. Mwamba Chauni akasema, hebu toka haraka sana ofisini kwangu kabla sijakuitia maafande. Na hapo ndipo jamaa alipobadilika na kujionyesha katika taswira yake halisia. Kumbe huyu bana ni askari wa kale sana ambaye anawapatiaga watu uwezo, na uwezo huu anataka utumike kwenda kukabiliana na mizimu. Na jamaa akamkumbusha Chauni kwamba anatakiwa kulisi mikoba ya babu yake kwa kufanya kazi kama ambavyo zinatakiwa, sio hivyo ambavyo anafanya kwa sasa. Lakini jamaa hata alikuwa hofi kabisa, akasema siji kuwahi kulisi mikoba ya babu hata siku moja, unapoteza muda wako bure. Na ukumbuke kwamba ndani hii nyumba kuna mizimu ambayo inamsaidiaga sana Mwamba Chauni kufanya miujiza yake. Sasa huyu jamaa wakati anaendelea kupita sindo akakutana nayo hii mizimu, ikajua huyu ni binadamu wa kawaida, ikaanza kusema jamaa amevaa mavazi ya kale sana, utafikiri muigizaji, yani ametisha sana kama Jomong yani. Lakini Mwamba alifumua bonge la ngumi moja kati ya mzimu, aisee, wote wakajikuta wamepiga magoti. Wewe ni nani kiongozi? Tunaomba ujitambulishe, kwa sababu sio kawaida kabisa kwa mzimu kuweza kupigwa na binadamu, si jambo la kawaida hata kidogo. Na Mwamba akasema kuanzia leo anatakiwa kumheshimu yeye sana kuliko anavyomheshimu huyo Mwamba anayefahamika kama Chauni. Hasa huyu Chui Gang nyakati za usiku akavizia katika chumba cha Mwamba Chauni, akaanza kumuotesha ndoto za kutisha sana, kwa sababu anajua isa huyu bwana mdogo wa mheshimu. Mwamba akawa anaota ndoto ya kutisha sana, akakurupuka nyakati za alfajiri. Mwamba alichoka, ni kijasho chembamba. Bidada Soha bana sasa ameshaanza kutegemea waganga, kwa sababu kuna kesi nyingine ameipata, akataji msaada wa mizimu. Akafika kwa Mwamba hapa, akamletea chakula, akaanza kusema bana, na lazima mizimu yako ikanisaidia kesi. Na bidada Soha alieleza wazi kabisa sababu yake kwamba anahitaji kushinda kesi nyingi zaidi ili angalau niweze kuchaguliwa kama polisi mpelelezi katika makosa makubwa. Hasa umewahi kuota ndoto ya mshike usiku na ukajikuta umeamka umechoka kabisa katika uhalisia? Kumbe Mwamba bana alikuwa amechoka mpaka akajikuta anamwegamia bidada. Bidada ikabidi kumbeba jamaa na kumweka chumbani, akaanza kumcheki pale hali yake iko vipi. Lakini aligundua kwamba jamaa alikuwa na homa kali, kwa hiyo ikabidi kwenda kuchukua dawa pale za kuweza kuishusha homa, kwa sababu jamaa alimwambia zinapatikanika katika draw moja hapo chini. Ile bidada ananyanyua macho yake, anagundua kwamba kuna picha za watu kama watatu walioweza kufariki. Akaanza kuhisi sije kawa hawa ndio mizimu ambao Mwamba anawategemeaga. Na sekunde hizo akashuhudia kuna msosi unaingia kupitia dirisha, akajua hawa mizimu ndio wanakuja kula misosi yao mida hii. Sasa si unajua kwamba bidada hana uwezo wa kuona mizimu, kwa hiyo akawa anahisi kwamba huu mzimu uliokuja aongee nao, lengo ni kwamba ukaongea na Mwamba Chauni aweze kumsaidia kesi moja tu. Na kumbe alikuwa ni General Chui Gang, Mwamba mgeni kabisa katika nyumba hii. Sasa ametoka kununua misosi yake mitaani ndo anarudi. Mwamba anakuja kama kivuli yani, na akasema nimwandalia misosi mitamu zaidi hata kuliko hiyo ambayo wewe umeagiza. Sasa bidada alipokuwa ameongea hayo yote, kumbuka kwamba hana uwezo wa kumuona huyo General. Basi kabidi General kuweza kuonja msosi ambao bidada ameuleta. Aligundua kwamba msosi ulikuwa ni mtamu sana ise. Na General akawa anamuuliza Mwamba, ni kwa nini unashirikiana na maafande? Yaani mikoba ya babu yako unatumia kusaidia maafande, si ndio? Sasa yeye bidada alikuwa haelewi kwa nini Mwamba anaangalia upande wa pili. Akajua kabisa kwamba huyu huenda anaiona mizimu. Akaanza kumwambia, naomba basi unisaidie kuniazima mizimu yako, ikanisaidie kazi moja tu, ndakulipa pesa yote unayoitaka. Lakini Mwamba akazichukua zile pesa za bidada na akazitupia huko, akasema siko tayari kushirikiana na wewe. Bidada akasema sawa, tunashukuru, lakini nakushukuru pia kwa sababu uliweza kunisaidia awamu iliyopita. Mizimu yako ilifanya kazi nzuri. Ila wakati bidada Soha anaondoka katika lile
eneo. Ghafla tu General aligundua kwamba kile kipepeo chake ni kama kilikuwa kinawaka taa fulani hivi. Ghafla tu huyu General ambaye alikuwa hataki kabisa Mwamba Chauni aweze kushirikiana na binadamu yoyote, ghafla tu akaanza kusema kwamba aanze kushirikiana na bidada katika kazi hiyo ya upolisi. Lakini jamaa Chauni akakataa kabisa kushirikiana na bidada katika kazi yoyote ile ya kiuchunguzi ama kwenda kumkamata mhalifu wa aina yoyote. Basi bidada Soha baada ya kukosa msaada kabisa kutokea kwa Mwamba Chauni, basi moja kwa moja akaamua kuivalia ile njuga kesi peke yake. Wakawa wanasema kwamba hii kesi inaonekana mauaji yalifanyika nyakati za usiku, na inasemekana kwamba muuaji aliweza kujitupia katika bahari baada ya kukamilisha tukio lake. Na licha ya kwamba hiyo kesi ambayo bidada alikuwa anaichunguza ni ya muda mrefu sana, lakini aliamua tu kuanza kuichunguza. Ila huku upande wa pili Mwamba Chauni yuko katika mazingira yake kama kawaida, ndo akawa anakaribishwa. Lakini General akawa amejitokeza tena, akawa anamkumbusha Chauni kwenda kwa bidada akashirikiana naye katika kupeleleza ile kesi ambayo bidada yuko kuhangaika nayo. Lakini Mwamba akasema achana na mimi bana, acha nikatengeneze maokoto yangu. Mwamba akapanda stejini na akaanza mazingira yake kama kawaida. Sasa kitu ambacho alikuwa hajui ni kwamba huyu General ndiye ambaye amewapatia huo uwezo wa miujiza yote ambayo wanaifanya. We bwana we, akaanza kumchapa Mwamba na kimbola. Jamaa akakuta tumbo linauma sana, mizimu yake ikawa inajitahidi kumsaidia. Na kadri mizimu inavyohangaika kumsaidia ndivyo ambavyo ilikuwa inaharibu mambo zaidi. Jamaa akajikuta mpaka amejamba moto. Watu huyo hawajui kwamba jamaa amejamba moto wa kweli, na hapa haelewi kabisa, hali imekuwa ngumu. Jamaa anajamba moto huko analia sana. Basi kuna mzimu haraka sana ukawahi kuchukua fire extinguisher ukauzima ule moto. Ndo kidogo jamaa akawa anatulia. Sasa watu wanamshangilia, jamaa amefanya bonge la muujiza leo. Sasa wakiwa wanarudi nyumbani bana, wako kwenye gari, ndio jamaa akawa anaulizwa, bosi, ina maana ulikuwa unajamba ule moto ni wa kweli kabisa, yani ni moto kabisa, yani moto kabisa, mbona ulikuwa unalia? Bosi akikumbuka namna alivyokuwa anateseka wakati anajamba moto, mpaka akashuka kwenye gari kwa hasira. Na ile wanafika nyumbani wanakutana na kibidada fulani cha kijijini kweli, kimekuja na shangazi kaja, humo ndani kuna matunguli kama yote. Bana, mikoba hii nimetumwa kwamba nikuletee ulisi wako ya babu yako. Na Mwamba wakati huo yuko board, alikitimua kibidada kwenda nje bana, akakisukumiza kole. Na ile wamefika nyumbani, stories zikawa zinapigwa kuhusiana na mfanya miujiza mmoja hivi ambaye amepokea umaarufu mkubwa sana, anatumika sana katika matangazo ya biashara. Sasa Mwamba Chauni akavutiwa sana na hii issue. Lakini sasa ili aweze kufanya kazi zake za kiganga kwa amani, akaamua kwanza atimize jukumu la yule ambaye General alikuwa anataka ashirikiane na bidada. Akamfuata bidada kule kituo cha polisi, akasema niko tayari kushirikiana na wewe, ili akimaliza kazi hii aingie sasa katika kazi za matangazo bwana. Bidada ili kuweza kufanya kazi na Mwamba kwa mujibu wa sheria, akaamua jamaa kusajiliwa katika idara ya polisi na kushirikiana nao rasmi kuanzia sasa hivi. Taarifa zikamfikia mkuu. Basi mkuu akaitisha mkutano wa maafande wote na waandishi wa habari, akawa anampokea rasmi mfanya mazingaombwe maarufu kidogo katika kushirikiana na idara ya polisi. Lakini wakati huo huyu mfanya mazingaombwe akasema kwamba niko tayari kufanya kazi na nyie, lakini nikishirikiana na bidada Soha peke yake. Lakini wakamwambia idara ya polisi sio masuala ya maigizo bana, hebu ingia ulingoni kidogo. Sasa akajitokeza Mwamba mmoja anayefahamika kama Isu. Huyu ni mtoto wa mkuu wa idara ya polisi. Na bidada Soha anampendaga sana huyu jamaa, ila anashindwaga kumwambia. Basi akaanza kupigana na Mwamba Chauni. Huwezi ukaamini, Chauni alipigwa dakika moja tu chini. Na bidada Soha akawa anashangilia sana mara baada ya Mwamba Chauni kuweza kupigwa. Baadaye wakati wanarudi nyumbani akaanza kusema samani kwa kuwa nilikuwa namshangilia sana yule jamaa, nisamehe sana, lakini ila na wewe kaka unatakiwa kuwa fiti kidogo, sio kila muda tu kutegemea ushirikina na uchawi wako. Yaani wewe bila mizimu huwezi kabisa, ufanyage na mazoezi basi. Bidada haya maneno alimuingia sana Mwamba, akajikuta mpaka amefika nyumbani kwake akaanza kufanya mazoezi kwa mito. Sasa ule mzimu kibonge bana una nguvu, kumbuka unapiga martial art vibaya mno. Basi akaanza kumfundisha Mwamba pale namna ya kuweza kuzichapa, namna ya kuweza kukwepa ngumi na vitu kama hivyo yani. Sasa kesho yake ikawa imefika siku ya kuelekea location. Maafande wote wametulia, wamejiseti vizuri kwa ajili ya kuanza shughuli zao za upelelezi, lakini Mwamba amekaa kwenye kiti anaendelea kunywa juisi taratibu. Bidada alipofika tu kwanza akamwagia barafu mgongoni. Jamaa akapiga kelele, jamani tunafanyana mambo gani haya? Na bidada Soha akasema kwa kuwa umeungana na idara ya polisi unatakiwa kuzingatia miiko yetu. Sisi tukiwa tunafanya kazi hatulituli ovyo ovyo kama wewe unavyokula. Unatakiwa kuwa smart, usimame. Sasa kuna jua kali, ndio unatakiwa kusimama kwenye jua. Sasa tukirudi huku nyumbani, Mr. General yuko na mizimu wenzake wanaendelea kutazama television taratibu tu bana. Lakini katika television kuna watoto wakali sana walikuwa wanaonekanika wakati huo. General mwenyewe akajikuta aisee, hapa duniani kumbe kuna vitu Akamwambia ndio vitu vipo, ila kinachozingatiwa sasa hivi ni sasampa. Kwa hiyo mzee kuwa makini, maokoto uwe nayo. Mzee General akasema awe acheni zeno bana, sina loga tu, kwani lazima nitongoze. Sasa huku upande wa pili Mwamba Chauni yuko kufanya bana kazi yake ya polisi katika namna ya kibosi sana. Kuna mzimu wa kwanza umeleta mwamvuli, mzimu wa pili unampepea pepea. Jamaa anafanya yani kazi kibosi na anaendelea kusoma taratibu vitabu. Lakini bidada Soha akawa amekuja pale akasema hivi, wewe mpuuzi, bado umekaa chini hapo unapepelewa unasoma vitabu, yani una relax kabisa. Mwamba akauliza, kwa hiyo ukiwa afande ni kwamba ukiona kivuli usikae kwenye kivuli, upepo ukija unatakiwa kukimbia au? Lakini bidada akasema hivi, wewe mpumbavu wewe, haka ka upepo haka kamekuja kenyewe, kwa nini uka upepo kanakupata peke yako akanipati na mimi? Alafu mwamvuli haukuepo hapa, mwamvuli umeletwa na mizimu lazima. Lakini kuna mzee mmoja alikuwa akilia sana. Bidada akabidi kuingia ndani kusikilizia huko ndani. Mzee akawa anasema kwamba mwanangu alinijengea nyumba kubwa kama hii, baada ya kunijengea alafu yeye akawa amepotea mazimu. Bidada kwa huruma akawa anampa pole mzee, akamwambia pole mzee, naamini kwamba
Mungu ana kusudi, iko siku mwanao atakuja kurudi. Basi mzee alipoweza kupewa tu pole, akampatia bidada kama milioni 5 pale. Bidada alishtuka sana, milioni 5, pesa ni nyingi sana hiyo. Ikabidi kumuuliza mzee, hizi pesa unazitoa wapi? Lakini jibu la mzee lilimshangaza sana bidada Soha, kwani mzee alisema ana shamba ambalo kila siku pesa zinaota. Wabongo, acheni tamaa, watu washaanza kuomba location ni wapi huko. Lakini ukweli ni kwamba yote haya tutakwenda kuyaona katika episode inayofuatia ili tuweze kujua siri ya hilo shamba likoje. Mimi naitwa DJ Paul na hii ni PVP Media Max. Kama bado hujagusa alama ya kusubscribe katika channel yetu, hakikisha kwamba unafanya hivyo ili kutokukosa kila kazi ambayo tunaiachilia katika mtandao wetu.